Hujambo mara tena mpenda msikilizaji, tutafungua tukiwaambia kwamba watoto 21 wa umri wa chini ya miaka moja wamefariki dunia kupitia ugonjwa wa ndui kunako chuo kikuu cha matibabu ya Punia tangu mwezi Juni uliopita. Hadi hapo wengine 2089 wamerekodiwa, sawa pia alituarifu mganga msimamizi wa kituo hicho cha matibabu Daktari Amisi Makutano. Kulingana na hali hiyo, amewaalika wakaaji hasa wazazi kuepuka matunzo kwa aina ya kipekee na kwake kutoa habari ya kuanzishwa kwa kampeni ya kutolewa chanjo hivi punde. Daktari Amisi Makutano alihojiwa njiani mwa simu na Bi Florence Kizalunga. Kuhusu malali ya rougeole suluba yenyewe inaendelea kuonekana ndani ya eneo yetu ya afya ya mtaa wa Punia, ni kusema ya kwamba magonjwa inaendelea sana. Kwa leo tunakuwa 289, ni kusema kila siku inapopita tunapata mtoto mmoja bawili benye banafika kituo cha afya na kuonesha ile alama ya magonjwa ya suluba. Na kwa jumla wale watoto wote wenyewe wanapoonekana ndani ya eneo yetu ya afya na suluba kunakuwa 21 wenye wanaisha kufa. Angalia ni suluba moja iko kali sana, juu inakamata hata watoto wa chini ya miezi 6, inakamata hata watoto wa zaidi ya miezi 5, miaka 9. Unakuta keni suluba yenyewe haiyakuwa kabisa tulivu na ikingali toujours inakamata eneo ya afya yote 17 inakuwa na suluba na inagonjesha watu wote mara moja. Na ndio maana tulipendelea kuleta shauku wazazi wanapopata alama ya mtoto mwenye kugonjwa suluba wende kuvituo vya afya. Kweli wasisadikia kwamba matunzo mingi ile yetu ya kuinamisha ya kupakala majani mbalimbali inaweza kumaniza matunzo. Na habari njema kama na hii, wakaaji wa Kinkole tarafani Nsele hapa mji mkuu wa Kinshasa watapumua sasa kwa yanayohusu matibabu. Sababu ni kwamba hospitali kuu ya maeneo hii yamekuwa na chumba cha kazi ya maraba ya aina ya kisasa kwa uchunguzi wa kilindini ya masuala kiafya. Kituo hicho kipya ya matibabu kilizinduliwa na mwakilishi wa waziri nchini ausikai na masuala ya afya na balozi wa nchi ya Ufaransa nchini DRC. Ikiwa ni mradi wa Labokin, maraba hii ilijengwa na kampuni ya maendeleo ya nchi ya Ufaransa kwa ushirikiano na viongozi wa serikali ya Kongo. Lengo ni kutoa fursa kwa uchunguzi kiafya ya ngazi za juu na kuwafaidikia wakaaji matibabu yanaofaa. Inaposemeka hivi, kituo kikuu cha matibabu ya kijeshi ya Kikwit kilipokea hii Jumatano matoni za kutosha za madawa na vifaa vya matumizi kwa nufaa ya afya ili kuboresha shughuli za matunzo ya wagonjwa, hususan vifaa vya uchunguzi ya kilindini, vile vya kuchunga vifaa vya baridi na hasa zile za kukinga na kuchunga damu ipasavyo. Ingalao ni kituo cha matibabu ya kijeshi, hospitali hii yawapokea pia wakaaji wa kawaida mjini katika malengo za kupunguza jaribio la kuwapeleka wagonjwa nje ya nchi kwa matunzo, sawa pia wale wa mji mkuu wa Kinshasa. Nilitanguliza na kusema hali ya vuta tuvutani na ya mchanganyiko iliripotiwa hii Alhamis pa Marabo, kijiji kipatikanao kwa umbali wa kilomita 45 hivi pande wa kusini mwa mji wa Bunia, mtaani Irumu, jimboni Ituri. Ukweli ni kwamba jeshi la taifa FRDC walinyangulana na wanamgambo wa kikundi kishikao silaha ya FPIC maarufu Front Patriotique et Integrationniste du Congo. Duru ya mahali hudokeza kwamba wanamgambo hawa washota vidole jeshi la taifa kuchangia katika swala la kuuawa kwa kiongozi wao aliyejulikana kwa jina la Herod pamoja na walinzi wake wawili. Watu hawa watatu waliuawa usiku wa Jumatano ya kuamkia hii Alhamis wakati wa mafyaturiano Panyakunde, kijiji jirani ya Marabo. Matembezi yalivurugwa kunako barabara kitaifa nambari 27 inayounganishwa Bunia na Komanda. Jimboni Kivu ya Kaskazini, shirika lisilo la kiserikali Action pour la Protection de l'Enfance GAP yalaani urodheshaji ya watoto wasiopungua 56 hivi miongoni mwa vikundi vishikao silaha zinazoongozwa na wazalendo mitaani Walikale. Kuaminiana na shirika lile, uorodheshaji huo ulitendeka kwa muda wa majuma mawili yalipoanzishwa likizo ya masomo. GAP yasema kuendelea na uhamasishaji karibu na viongozi wa vikundi vishikao silaha na yaalika viongozi wa kiserikali kukazia sana mbinu za kupiganisha ukiukwaji wa haki za watoto kupitia kitendo kama na hayo, yani kuwaorodhesha watoto miongoni mwa vikundi vishikao silaha. Bayomba Mishiki Bams,
Mkurugenzi wa GAP alijadiliana na Bernard Nyangi. Tumeweza kuona watoto wameingia katika gundi la jeshi katika miji mbalimbali sawa Kilungu, Ntoto, Byungu, Nsindo, Mungote, Nsengu, ndani ya gundi la jeshi la Uhuru ambayo inapatikana katika groupement Walua Roba sekta de Wanyanga kiongozwa na General Mashiti. Wengine nao wanapatikana katika gundi la jeshi la Kalumendo huko Tebero, watoto 56 katika gundi za jeshi depuis wafunge masomo le 2 juillet. Na watoto hao tumeweza kuwasogelea, wanatuambia kusema kama wameweza kuingia katika gundi la jeshi kwa ajili ya kutafuta vifaa vya masomo, waone kama wataweza kusoma namna gani mwezi wa kenda. Tumeweza kusogelea wakuu viongozi wote wa mtaa wa Walikale kusema kama nao wataendelea fanya lobbying ili wale watoto waweze kutoka katika gundi la jeshi. Nafasi ya mtoto haiko kubakia katika gundi la jeshi, nafasi ya mtoto ni kubaki kwenye shule ama kwenye jamaa lake. Kwa mwezi wa 5 uliopita, watoto 122 kati ya wasichana 36 waliondoshwa toka vikundi vishikao silaha na kurudishwa katika familia zao pa Walikale kupitia juhudi zilizoendeshwa na shirika hii kupitia msaada ya UNICEF na PDDRCS. GAP yavunjika moyo kuona kwamba uorodheshaji ya watoto miongoni mwa vikundi vishikao silaha yaendelea ingalao mikataba zilizosahiniwa na vikundi vishikao silaha kadhaa, hususan Uhuru na Raia Mtomboki. Tutaendelea na habari, tunakuarifu kwamba hali ya kuishi ya kuwa magumu zaidi tena kwa maelfu ya wajamii wakimbizi ambao walirudi makwao mkoani Mbinga Nord tumepatikana mtaani Kalehe jimboni Kivu Kusini, ikiwa walikaribishwa katika familia ya upokezi kwa muda kunako vijiji sawa pia Mukwija, Kinyezire, Ruhunde, Chibimbi, Karango, Mweha, Nyabibwe na Bujuki. Familia hawa watabika kwa kujichukumia. Kuaminiana na shirika la raia Pakalehe, msaada wa dharura unahitajika kabisa, zaidi sana pahali pa kuugama, malisho, matibabu na kazi ndogondogo ya kuzalisha mapato ili kujitegemea. Benjamin Mungazi yupo njiani mwa simu naye Roneliti Bonera anayemtafsiri. Wakati wa shughuli zinazolenga kuidadisha wakaaji wenye kurudi katika vijiji, tunawaomba wafanyakazi wa mashirika ya kiutu kupita nyumba kwa nyumba bila kuacha wale wanaoishi katika vyumba vidogo ili kuepusha mgogoro wakati wa kugawa msaada. Wakati wa matangazo ya watu watakaofaidika na msaada, watu wengi wanaoteseka hawatangazwe na wazee mara nyingi husaulika licha ya shida wanazopitia. Shirika la raia linatoa mwito kwa mashirika ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali yakiwemo Fond Social, Msalaba Mwekundu, Give na hasa mashirika PAM kutimiza ahadi zao. Mwito huu unalenga kuwasaidia wakimbizi wa ndani na wale waliorejea katika mkoa wa Mbinga Nord, hususan ndani ya vijiji vya Mukwija, Kinyezire, Ruhunde, Chibimbi, Karango, Mweha, Nyabibwe na Bujuki ili kuboresha hali yao ya maisha. Na kwa habari zingine, chungu nzima ya vizuizi ya uchunguzi barabarani, maelfu za kodi, madereva wanaotumia barabara ya Kongo Central kuendea Kinshasa walaani manyanyaso ambao wako wahanga kunako barabara hii kitaifa nambari 1. Kwa mfano pa Mitendi na Matadi Kibala, hawa walaani umati ya wafanyakazi wa vyumba kadhaa ya serikali kwa ajili ya uchunguzi, kuwasimamisha mara kwa mara kwa vizuizi nyingi na malipo ya kodi ambazo haijulikani sababu wala yanapoenda. Ikiwa hali hii ya wavurugia mwendo njiani, hawa waomba kwa wakuu viongozi kuingilia kati. Elise Kavira atuarifu zaidi. Madereva wa teksi za kusafirisha abiria na mizigo wanalalamika kuhusu matatizo wanaokutana nayo kwenye barabara kuu ya kwanza kati ya Mitendi na Matadi Kibala. Dereva mmoja anaeleza kwamba katika kila sehemu wanapokutana na polisi wanawaomba pesa nyingi. Pia wanalazimishwa kulipa ushuru unaoitwa interurbain wa $30 za Marekani, tiketi ya maegesho na malipo mengine mingi njiani. Mama huyu anayesafiri kutoka Boma kwenda Kinshasa anaeleza kwamba kuna vituo vingi vya ukaguzi vinavyosimamisha mara kwa mara na hiyo inafanya safari iwe ndefu zaidi. Anasema kwamba ili kufika Kinshasa analazimika kutumia muda mwingi sana barabarani na hali hiyo ni ngumu sana kwa wasafiri. Kwa hiyo madereva wanaomba viongozi wa nchi kuchukua hatua za haraka ili kumaliza vitendo hivi vinavyowasumbua barabarani kati ya Kongo Central na Kinshasa. Toka Matadi, Elise Kavira, Radio Okapi. Naam, sasa kipindi chetu cha pili cha matangazo yataendeshwa naye Bernard Nyangi. Karibu.
Radio Okapi, invité en Swahili. Tumempokea Higi Katembo kama mwaliko wetu wa siku. Huyu ni kiongozi wa mradi ya jibu kwa janga la mafuriko ya mto mjini Kindu, jimboni Maniema. Mradi hii yatekelezwa na shirika la kimataifa la haki za mtoto, mwanamke na wanaume wajane Midefeops. Familia 800 ya wasirika wamefaidika tayari na msaada wa kipesa ili kuwaruhusu wajenge mahali pengine watakakoishi kwa usalama. Higi Katembo utoa maelezo zaidi alipojiana na Florence Kizalunga. Higi Katembo, jambo. Jambo sana. Leo mmefikia ukomo ya mradi kuhusu wahanga wa mafuriko ya maji katika Jito Kongo ndani ya mji Kindu. Naweza kutuambia mumefikia ukomo eti mumeweza kufaulu maobjectif yenye mliweza kuandaa? Asante sana kwa neno. Kweli tumefanya miezi 2 ya kazi na kwa leo kabisa tumefikisha ukomo ya kazi yenye tuliandaa. Sasa na ile ilikuwa kazi ilifanyika madomene fulani na ile madomene vrema tulikuwa na target ya kusema tufikishe 800 menage kwa kuisaidia katika cash, kuipatia franga, tuliona sante jo wapate matibabu ya bure muda miezi 3. Tuliwagabulia madawa ya kutia kumaji kwa sababu wakuwe na kunywa maji ya usafi. Tuliwapa makite d'hygiene ya wanawake na wasichana wenye umri ya kuzaa. Tuliwapa masensibilisation kubaimarisha jama sensibilisation ya bonne pratique d'hygiene, na vile ma centre de santé tulizipa madawa, centre de santé 3 tulizipatia madawa, na tukajenga ma toilette kuile ma centre de santé 2, na vile tulikuwa na kazi ya reduction de risque ya catastrophe. Mwile kazi tulipatia ma service étatique ya kugere ma base de données juu ya kusurveiller ile ma montée des eaux, juu tukwe tunajua mai na jikomporta namna gani mwaka. Vile tukafanya kazi ya kusensibilize watu juu ya ma violence basée sur les genres, na ile kazi yote ilifanyika na vile wale watu walijitukiza kusema wamekuwa victime ya ile ma violence walipata ma prise en charge psychologique mais aussi na prise en charge médicale. Msaada huu tunajua kwamba Jito Kongo maji imekuwa imefurika kila mwaka umbalimbali na gisi ilikuwa miaka zingine. Sasa wakati ninyi mwasaidia hawa watu kunamna kama hiyo, mmeweza kwamba mmewasaidia kweli? Kwani mwaka ijao mtaweza tena kurudi? Ndio tuliwasaidia jukuko, ndio maaktivite ya urgence zenye ziko zinafanyika pale na saa zinafanyika zinaisha, lakini kuko ingine maaktivite saa zile za sensibilisation zinatayarisha wakaaji wajue namna kufanya kila wakati maji na kui, na ile connaissance ya ile comportement wanapasha twala inapunguza vulnerabilite yao fasi ya ile problem. Iko saa vile ile ma sensibilisation jua kujua nini utafanya mbele ya mafuriko, saa ya mafuriko na kisha mafuriko, namna gani unapasha jikinga. Ile ni makazi zenye zinatayarisha watu kwa kusema bana za perennisation. Saa vile na ile makazi ya reduction de risque ya kusema mtu inakuwa surveiller kujua inapanda wakati gani, na saa inapanda inomba kukue maalerte watu wajue mtu inapanda, na wakijua kweli wataepuka kwa haraka ile mafaa ya maji kupanda. Wakati mlikuwa mkiendesha hiyo mradi wenu, magumu gani kubwa ambapo mliweza kukutana nayo? Magumu kabambi kabisa tulipata ni ile magumu ya disponibilite ya bitu vya kupatia watu hapa localement. Mais aussi magumu tulipata kwa sababu watu waliguswa na maji balikuwa wengi kushinda ile 800 yenye tulifanya. Juma liste za mbele zilikuwa na 1117 menage zenye zilikuwa identifié. Sasa ile kuchagua watu wenye wanapashwa twaliwa kusema wapajikute mwile 1800 ilikuwa kazi kabambi sana, na ilileta malalamiko mingi kwa wakaaji, na lakini kabisa tuliweza kuwafasiria makriteri juu ya kusema tuweze kufika kwa wangu tumefanya. Sasa umetumuka muda wa miezi 2, kama wakikuomba uweze kuleta ombi moja kwa ajili ya watu hawa wenye kuishi pembeni ya Jito Kongo, unaweza kupana ujumbe gani? Ujumbe napasha kupana ni kusema watu wanajua wiko kati ya fasi ya maji, mazone ya riski ya maji, wanapasha anja waza kufikiria kesho ama kesho yake watafanya namna gani jile maji sikuwe na
piga kila mwaka. Ni vigumu sana mtu akuwe fasi kwenye anajua kila mwaka mwezi fulani maji itakuya na inibomole iniharibishie vitu. Ni muhimu kuwaza kuhama katika ile maeneo na kuenda fasi kwenye kuko usalama na security yao. Watu waprendre conscience na ile riske juu wapate kujikinga katika ile maafa. Ige Katembo, shukrani. Na mimi nakupigia shukrani vile vile. Radio Okapi, dossier en Swahili. Kurejesha tabasamu na tumaini kwa watoto, hayo ndio kazi inayofanyika mjini Goma na shirika la kimataifa Smile Train kwa faida ya watoto waliozaliwa na mdomo kupasuka ama bec de lievre. Kwa ushirikiano na hospitali Heal Africa CPCA Virunga na Bethesda, shirika lile lajihusisha na kuwahudumia watoto wale kiafya. Shida hiyo yaonekana toka kuzaliwa, na ili kusherehekea uponyaji wa watoto kadhaa waathirika, Smile Train iliandaa hivi karibuni sikukuu ya tabasamu pamoja na familia za wanufaika. Rosalie Zawadi alihudhuria sherehe hiyo. Hapa ni ripoti yake. Mtoto wa Leontine alipozaliwa, furaha ya mama huyu haikudumu kwa muda mrefu. Anakumbuka huzuni aliyohisi wakati huo alipomtazama mtoto wake ambaye hakuweza hata kunyonya mwenyewe. Sasa nilimzaraka juu mie hakukuwa wa kwanza, nilikuwa nishazara wa kwanza wa midomo, naye na baisha mtengeneza. Yeye akakuya na ni wa pili. Akakuya yeye na iko wazi mshingo fasi yote. Kuvipokea ikakuwa nguvu. Kaingiza kwanza manunguniko, nikajiuliza mtoto atanyonya namuna gani. Nikapima kumupa riziba, haikukamataka. Nikakamulia kurupao, nikamumwangia mkinywa, mtoto akapoteza ufahamu. Wakaenda mtengeneza pa munganga. Wakati bali mtengeneza wakanifundisha ginzi mimi naweza ishi na mtoto, kumkunyisha maziwa, nisikwe na mtingiza kisha kunya vile nikaishi naye. Maile mafaso za kumuchunga maaki kakua kazi yangu, nisimpokeze mwingine, maake kumunawisha ni munawisha na utaratibu. Lakini leo huzuni hiyo imetoweka sababu mtoto wake amemaliza sasa kipindi kirefu cha matunzo. Alianzaka mtunza na njoo iko na miezi 6 mpaka leo. Akamfanya operasyon turu ya kwanza kwa Afrika na amekuwa na mwaka mwana nusu ya kutengeneza kameza bugari alikuwa nayo. Operasyon ya pili wakaifanya na amekuwa na miaka 6. Wakatengeneza tena operasyon ya 3 na amekuwa na miaka 10. Na hapa tena wametengeneza ingine na amekuwa na ile 12 na kuvuka. Na mtoto yuko na miaka ngapi? Iko na 23. Dr. Steve Kisembo, mkurugenzi wa matibabu katika hospitali kuu ya Virunga, afurahia mpango huu wa shirika Smile Train unaosaidia watoto waliozaliwa na midomo ya kupasuka. Kwani mtoto anayekomaa na shida hii anapitia magumu mengi. Shida ya kwanza iko shida ya muonekano ambayo inasumbua watoto na kudharauliwa na wengine wanaokomala nao ndani ya societe. Shida nyingine pia ni ya kusema, wanakuwa wameshindwa kusema kama kawaida. Lakini shida nyingine ni pia ya kunyonya, wanakuwa watoto wadogo wanaweza kushindwa kunyonya normalement, na ile inatumana mtoto asikomale kama kawaida. Tulikuwa leo na wengine waliopata hii matibabu na leo wanakuwa na furaha, wanaendelea na masomo yao. Hata hivyo, madaktari wanaoshiriki mpango huu wa Smile Train wanalaumu hali ya kuwa ukosefu wa usalama na ugumu wa kufikia maeneo fulani jimboni Kivu Kaskazini vinakuwa vikwazo vinavyochelewesha matibabu ya watoto wengi. Goma, Rosalie Zawadi, Radio. Mwisho wa matangazo yetu kwa siku ya leo. Mtangazaji wako alikuwa ni Mark Marufimbo. Asante kututegea sikio.